Mtumishi wa Bwana popote pale ulipo, hebu angalia sala ya mtu ambaye ni mfuasi wa kweli wa Yesu Kristo. Angalia sala ya mtu ambaye ni mfuasi wa kweli wa Yesu Kristo. Hata pale ambapo amekosewa, hata pale ambapo kuna shida, hawezi kwenda kumconfront yule ambaye amempatia hiyo shida, isipokuwa labda kwa njia ya maonyo na kukemea. Lakini angalia vita vyake katika Zaburi ya 35. Sasa kama na wewe ni adui yangu ambaye sikujui, basi hebu angalia hii. Siwezi kupigana na wewe, siwezi kupigana na nani, lakini hebu angalia hii inavyokuwa. Kwa hiyo kwa sababu unapokuwa unamtumikia Mungu unapata maadui wengi sana, unawajua na ambao huwajui. Na Biblia imesema adui wa mtu ni wa nyumbani kwake mwenyewe. Maana adui wa mtu ni yule ambaye anakufahamu vizuri, ndiye adui yako huyo namba moja. Kwa hiyo ujue kabisa kwamba adui wa mtu ni wa nyumbani kwako mwenyewe. Mke wako anaweza kawa adui, mume wako anaweza kawa adui, ndugu yako wa karibu anaweza kawa adui, mnatoka tumbo moja anaweza kawa ni adui. Lakini pia mama yako anaweza kawa adui, baba yako anaweza kawa adui. Baba yako mkwe anaweza kawa adui, mama yako mkwe anaweza kawa adui yako wa karibu, kwa sababu Biblia imesema adui wa mtu, mtoto wako anaweza kawa adui yako pia, kwa sababu imesema adui wa mtu ni wa nyumbani kwake mwenyewe. Sasa hebu angalia kama kweli wewe sasa unajipanga kuwa adui wa mtu, jipange pia kwa maombi haya kwa mtu wa Mungu ambaye ni wa kweli, ambaye hawezi kukuja aanze kupigana na wewe. Angalia haya mambo sasa, ndipo utajua kabisa kwamba utakiwi kushindana na mtu wa Mungu yeyote. Angalia mambo. Sasa ndio anasema Bwana, utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami. Manake wewe ukipigana na mtumishi wa Mungu, mtoto wa Mungu, mfuasi wa Mungu, manake wewe unapigana na Mungu mwenyewe. Yeye akisema tu Bwana, pigana nao wanaopigana nami, teta nao wanaoteta nami. Basi kama wewe ni mchawi, kama wewe ni mshirikina, kama wewe ni una kiburi, kama wewe una dharau, kama wewe una kitu kingine chochote kile mbele za watumishi wa Mungu, yeye atakachokiomba ni Bwana, pigana nao wanaopigana nami, teta nao wanaoteta nami, shika ngao na kigao. Ushike ngao na kigao, usimame unisaidie. Utoe mkuki, uwapinge wanaonifuatia. Uiambie nafsi yangu, mimi ni wokovu wako. Waaibishwe wafedheshwe wanaoitafuta nafsi yangu, warudishwe nyuma wafadhaishwe wanaonizuria mabaya. Waweka makapi mbele ya upepo, malaika ya Bwana akiwaangusha chini. Njia yao na iwe giza na utelezi, malaika ya Bwana akiwafuatia. Maana bila sababu wamenifichia wavu, bila sababu wamechimbia shimo nafsi yangu. Uharibifu na umpate kwa ghafla, na wavu alioficha umnase yeye mwenyewe. Kwa uharibifu aanguke ndani yake, na nafsi yangu itamfurahia Bwana na kushangilia wokovu wake. Mifupa yangu yote itasema, Bwana ni nani aliye kama wewe, umponyaye maskini na mtu aliye hodari kumshinda yeye? Naam, maskini na mhitaji na mtu amtekae. Mashahidi wa udhalimu wanasimama, wananiuliza mambo nisiyoyajua, wananipa mabaya badala ya mema. Sasa wewe ambaye unalipa mabaya badala ya mema, manake wewe pia utakuwa ni adui wa Mungu. Ukifanyiwa mema, lipa mema, sio mabaya kwa mema. Kwa sababu kuna watu ambao wanafanywa mazuri, lakini wao malipo yao yanakuwa ni mabaya. Wanasahau walikotoka, wanasahau walikotokea kule, wanasahau pale ulipowasaidia, wanasahau pale ulipokuwa hawana chochote kile ukawasaidia, wanasahau pale ambapo wewe wakati huo Mungu amekupatia nafasi mahali fulani ukawasaidia. Wanasahau sasa wewe haupo sehemu tena ile, lakini hawa watu wamesahau kabisa kwamba kumbe kuna mtu ashakuwasaidia, na bado hao ndo baadaye wanakugeuka tena. Manake nini? Biblia inasema kwamba, jamani, Biblia inasema adui wa mtu ni wa nyumbani kwake. Kwa hiyo usishangae wala usisikitike, kwa sababu ndivyo ilivyo. Na ndo maana wewe kama hapo ulipo na maumivu yako na machungu yako, mume wako amekuwa adui yako, mke wako amekuwa adui yako, sio nani amekuwa adui yako, na ni mtu wako wa karibu, wala huna haja kushangaa.
Kwa maana hata hapa Daudi anasema kwamba mashahidi wa udhalimu wanasimama, wananiuliza mambo nisiyojua, wanalilipa mabaya badala ya mema. Umeona? Hata nafsi yangu ikaingia ukiwa, bali mimi walipougua wao, nguo yangu ilikuwa gunia, nalijitesa nafsi yangu kwa kufunga, maombi yangu yakarejea kifuani kwangu. Maana nini? Hawa watu walipopata shida, hawa watu walipougua, kipindicho mimi labda nasema na wewe hapo ulipo, kipindicho wao wana shida, mimi naingia kwenye maombi kuombea mpaka wakapona. Na ndio maana hapa jamaa anasema kwamba bali mimi walipougua wao, manake wao walipougua niliingia kwenye maombi, lakini wao mimi nikiugua wanasema ngoja akome. Ndio tulitaka iwe hivyo. Wanasubiria mabaya. Sasa iko hivi, wewe unayesubiria mabaya kwa mtoto wa Mungu na kwa mtumishi wa Mungu, hiyo kwako ni no kubwa. Na ukiona amepata na mabaya ni kwa sababu Mungu tu ameyaruhusu hayo ili kusudi amuinue kwa upya tena. Lakini wewe kusudia kwamba usubiria uone mabaya kwa mtumishi wa Mungu, mimi nakwambia hiyo haitakuwa, isipokuwa mabaya atakurejea wewe mwenyewe. Kwa maana hapa nasema najitesa nafsi yangu kwa kufunga, maombi yangu yakarejea kifuani mwangu. Nalijifanya kana kwamba ni rafiki au ndugu yangu, naliinama nikilia kama aliyefiwa na mamaye. Lakini nikijikwaa hufurahi na kukusanyana, wanikusanyikia watu ovyo nisiowajua, wanipapura wala hawakomi, kama wenye mzaha wakikufuru karamuni. Wananisagia meno, Bwana hata lini utatazama? Kwa hapa mtumishi wa Mungu anamuuliza Mungu, na hata lini atatazama wao watu wakiwa wanamsimanga mtumishi wa Mungu na kumtesa? Hebu angalia, anasema uyokoe nafsi yangu na maharabu yao, manake na uharibifu wao, na mpenzi wangu na wana simba. Nitakushukuru katika kusanyiko kubwa, nitakusifu kati ya watu wengi. Walio adui zangu bure wasinisimange, wanaonichukia bila sababu wasining'onge. Maana hawasema neno ya amani, na juu ya watulivu wa nchi huwaza hila. Nao wanaonifumbilia vinywa vyao husema ewe jicho letu limeona. Wewe Bwana umeona, usinyamaze. Bwana usiwe mbali nami, uamke uwe macho ili kunipatia hukumu kwa ajili ya madai yangu. Mungu wangu na Bwana wangu, unihukumu kwa haki yako. Bwana Mungu wangu, wala wasinisimangize. Waseme moyoni, haya ndivyo tutakavyo. Waseme tumemmeza, waaibishwa fedheshwe pamoja wanaoifurahia hali yangu mbaya. Wavikwe aibu na fedheha wanaojikuza juu yangu. Washangilie na kufurahi wapendezwao na haki yangu. Naam, waseme daima, atukuzwe Bwana apendezwaye na amani ya mtumishi wake. Na ulimi wangu utanena haki na sifa zako mchana kutwa. Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nimesali na kuomba mbele zako Bwana kwa ajili ya watoto wako na watumishi wako popote pale walipo. Mungu wa mbinguni, wenye shida kama hizi Bwana, ambao wanateswa na watu wao na jirani zao na ndugu zao, Mungu wa mbinguni, kwa jina lako takatifu ukasimama ukapigane nao. Mungu wa mbinguni, wala sisi hatupigani, tumenyosha mikono kwa ajili yako Bwana, tumenyosha mikono tunasurrender kwako Mungu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo. Yote inua vita kinyume chetu Mungu, katika jina la Yesu, akapigwa yeye mwenyewe na vizazi vyake Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, wakamtambua Yesu kwamba ni Bwana mwokozi wa maisha. Mungu wa mbinguni, katika jina lako takatifu, neema na rehema zako za ajabu Mungu zikasimama juu yetu Bwana, na maneno ya ulimwengu leo tunayafuta kwa jina la Yesu. Kila maneno ya adui nayafuta kwa damu ya mwana kondoo. Kila maneno aliyosema kinyume changu Mungu, kwa damu ya Yesu Kristo nenda kinyume Mungu wa mbinguni, na kila mawazo yao mabaya juu yangu Bwana, lamani za ubaya Mungu tunazifuta kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, kwa damu yako takatifu iliyomwagwa msalabani, tunafuta kabisa kila maneno, kila uchawi uliotamkwa juu yetu, kila maneno mabaya uliotamkwa juu yetu na juu ya familia zetu Mungu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo. Juu ya taifa letu Bwana, tunafuta kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo. Twenda kinyume na kila maneno ya mabaya, twenda kinyume na kila laana zao Mungu wa mbinguni. Laana zao Bwana tunazifuta zikawarudie wao wenyewe Mungu wa mbinguni, kwa jina la Yesu. Kila laana inayotamkwa juu yangu na juu ya watoto wako Mungu wa mbinguni, watumishi wako mbalimbali Bwana, zikawarudie wao wenyewe Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Laana waliotamka
juu yangu. Mungu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, ikawarudie wao wenyewe Bwana, kwa jina la Yesu. Na mimi Mungu wa mbinguni nitasimama juu ya mlima wako mtakatifu, nami nitakusifu Mungu kwa damu yako takatifu. Mungu wa mbinguni, kwa jina lako takatifu nitapita katikati yao. Mungu wa mbinguni, watatazama lakini hawataona, na mimi nitapita katikati yao. Mungu, katika jina la Yesu Kristo Baba, kwa damu ya mwana kondoo, kila maneno ya kiburi, kila maneno ya uongo, kila maneno ya kejeri, kila maneno yotamkwa juu yangu, juu ya uzazi wangu, juu ya watoto wangu, juu ya uzao wangu, juu ya kila kitu changu, juu ya afya yangu, kwa jina la Yesu nafuta kila maneno ya mtu anayenijua na ambaye hanijui, ya mtu anayemjua na ambaye simjui. Nafuta maneno yote mabaya Mungu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo. Na warudisha wao wenyewe Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Kila hati ya mashtaka nazifuta juu yangu Bwana, na juu ya familia yangu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Kila hati ya adui iliyoandikwa juu yangu Mungu naifuta. Kila hati ya adui iliyoandikwa kwa chuma naifuta. Kila hati ya adui iliyoandikwa kwa wino wa damu, manake zile sadaka na kafara, nazifuta kwa jina la Yesu. Naenda kinyume na kila uchawi, naenda kinyume na kila uganga, naenda kinyume na kila maneno ya adui, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, napita kwa damu ya kondoo. Kila maneno ya mtawala wa kipepo nayafuta kwa jina la Yesu Kristo. Wakuwa giza, nafuta maneno yao kwa jina la Yesu Kristo. Nafuta nguvu zao kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, Freemason wote wanaoinuka kinyume changu Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Baphomet yote, Illuminati Mungu, na waganga wote, kwa jina la Yesu Kristo. Na watumishi wa kipepo wote Mungu, kwa damu ya mwana kondoo. Mungu, kwa jina la Yesu naenda kinyume chao, na haribu vitu vyao, na haribu mambo yao, mpaka pale watakapokukiri Mungu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo. Na kila mipango ya kuzimu, mipango ya mauti na kuzimu, kwa jina la Yesu Kristo na iteketeza kwa moto mara 7. Mfalme wa kuzimu, kwa jina la Yesu Kristo naenda kinyume naye. Mungu wa mbinguni, kwa damu ya mwana kondoo, ngao na kigao vikae kwangu Bwana. Malaika wa Bwana akae kwangu Mungu wa mbinguni, kwa ulinzi wake wa ajabu. Mungu wa mbinguni, kwa damu yako takatifu, kwa jina lako takatifu, kwa neema zako na neema zako Mungu wa mbinguni, nafungua kila fundo la kichawi, mafundo ya waganga, mafundo ya Freemason, mafundo ya Illuminati, mafundo ya Jesuit, mafundo ya wakonikoni, mafundo ya kamchape, mafundo ya lambalamba, mafundo yote, mafundo ya waswezi, kwa jina la Yesu Kristo. Mafundo yao yote Mungu wa mbinguni, nafuta kwa jina la Yesu Kristo. Napita kwenye vilinge vyao, na haribu na kupasua kwa jina la Yesu Kristo. Naenda kinyume na pembe za kichawi, kwa jina la Yesu Kristo. Naenda kinyume na vilinge vya kichawi, nashusha moto mara 7, nashusha moto mara 7 kwa jina la Yesu Kristo. Kila wakuu giza, kila wakuu giza na 666 na wale majemedari wa ufalme wa kuzimu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, na haribu nguvu zao, na teketeza uwezo wao, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, kila mafundo yao aliyofungwa kwenye matumbo watu wasizae, kwa jina la Yesu tunafungua mafundo yao kwa damu ya mwana kondoo. Naenda kinyume chao Mungu wa mbinguni, naachilia moto mara 7, naachia moto mara 7 Yesu, kwa damu yako iliyomwaga msalabani, na haribu nguvu zao, na haribu uwezo wao. Hao ndugu Mungu wa mbinguni ambao wamesimama kinyume cha huduma yangu, kinyume changu, yote yule ambao wamesema kabisa Bwana, maana jua mtu ni wa nyumbani kwake, yote alisema kinyume cha huduma yako takatifu Mungu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kanepanga mabaya yangu Mungu akamrudie kwake mara 7 zaidi, kwa jina Yesu. Anepanga mabaya watu wangu akamrudie kwake mara 7 Bwana. Anepanga mabaya ya mke wangu na familia yangu ikamrudie kwake mara 7, kwa jina la Yesu Kristo, kwa moto mara 7, kwa jina la Yesu. Waniko ambaye niko na haribu kila rada za kichawi, rada za waganga, rada za Freemason, rada zote naziharibu kwa jina la Yesu. Naangusha ngome zao, naangusha minara yao, minara ya majini, rada za kipepo, rada za wachawi, kwa jina la Yesu. Antena za wachawi, antena za waganga, antena za maneno ya kipepo, antena za mapepo ya wachawi, kwa jina la Yesu Kristo, na haribu kwa damu ya kondoo. Minara ya majini yote na ya haribu kwa jina la Yesu. Kila maumbo ya kichawi, kwa damu ya kondoo na teketeza na ya haribu kwa jina Yesu. Mikuki ya kichawi na haribu kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa moto mara 7, na shia moto mara 7 kwa jina Yesu Kristo. Mishale ya kichawi kwa jina Yesu Kristo. Mungu, magonjwa ya kichawi na ya haribu kwa damu ya mwana kondoo. Nenda kinyume nayo kwa jina Yesu, na teketeza na kuharibu kabisa. Nenda kinyume nayo Mungu wa mbinguni, na pita kwenye hospitali yote kwa damu ya kondoo, na haribu na kuwa kabisa kila uchawi, kila uganga kwa damu ya Yesu. Kila kafara za wachawi, kila kafara za waganga
tunaziharibu kwa jina la Yesu. Kwa moto masaba tunapita katika nchi, ufalme wa baharini, ufalme wa ziwani, ufalme wa angani, ufalme wa kuzimu, ufalme wa ardhini, kwa jina la Yesu tunaharibu nguvu zao, tunatekeleza kwa moto masaba, kwa moto masaba, kwa moto masaba. Kila mwenye chuki, kila mwenye hila, Mungu wa mbinguni akaondolee katika nchi, akaondolee katika nchi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa moto masaba, kwa moto masaba. Asipotubu Mungu wa mbinguni asiwepo katika nchi kwa jina la Yesu. Kana nisagia meno kwa damu ya kondoo, na chilia moto masaba, moto masaba kwao, moto masaba kwao kwa jina la Yesu. Kuzimu itanyanyua kinywa chao, itawameza wakiwa hai. Ewe ardhi, kwa damu ya kondoo andika maneno haya kwamba sitakufa bali nitaishi, kwamba sitapungukiwa bali Yesu natakuwa kila kitu changu kwa jina la Yesu. Atakuwa mama wa wokovu wangu Yesu Kristo kwa jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, wewe niko ambaye niko, tunaharibu nguvu zao, tunaharibu uchawi wao kwa jina la Yesu. Natuma moto masaba haya magonjwa yao ya kipepo waliotuma kwa kila mtu anayetazama hii video kwa jina la Yesu. Haya magonjwa kwa jina la Yesu. Moto masaba, moto masaba, moto masaba, moto masaba, moto masaba, moto wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Ukapita katikati yao, ukaunguze kila uchawi, kila magonjwa, kila kansa za chawi kwa jina la Yesu. Tunakamata anga, tunakamata ardhi, tunakamata kila aina ya magonjwa, mapepo yote tunayakamata kwa jina la Yesu. Kila aina majini, majini upiri yote Bwana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila matego tunaharibu kwa damu ya Kristo kwa jina la Yesu. Kila mapepo kutoka juu kwa jina la Kristo. Temple of Lucifer kwa damu ya Yesu tunaipiga na kuiangusha kwa jina la Kristo. Temple of Lucifer kwa jina la Kristo tunaiharibu kwa damu ya kondoo kwa jina la Kristo. Mungu wa mbinguni, tunaharibu kila ngome zote mbaya kuzimu, tunaharibu hiyo vyumba vya kuzimu unaotengeneza magonjwa, vyumba vya kuzimu tengeneza uharibifu, mashimo ya mauti kwa jina la Yesu Kristo, mashimo ya uharibifu kwa jina la Yesu tunaangusha, tunaharibu, teketea kabisa kwa damu ya kondoo. Mungu, wewe niko ambaye niko, tunaharibu nguvu zao, tunaharibu uchawi wao kwa jina la Yesu. Laana zao tunateketeza, laana za mizimu, laana za waganga, laana za Freemason, laana za yule adui kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haribika, teketea katika nchi, haribika, angamia katika nchi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila kitendea kazi ya kichawi kwa jina la Yesu, kila laana za manabii wa kipepo kwa jina la Yesu Kristo, kila laana za watumishi wa kipepo, kila laana za Freemason kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu waziharibu, teketea kabisa kwa moto masaba, kwa moto masaba, kwa moto masaba, kwa moto masaba kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, wewe niko ambaye niko, kwa damu yako takatifu Mungu asante, ukatubariki, ukatutakasa watoto wako Mungu wa mbinguni. Tunawabariki watoto wako wote katika jina la Yesu Kristo. Mungu abariki. Amina. Mungu akuponye magonjwa yote katika jina la Yesu. Amina.